Mungu wake msifu Yesu Kristo. Amani na salama. Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari nasa katika kesha hili na kuabudu Ekaristi Takatifu, ikiwa tunaungana siku hii maalum na ulimwengu wote kwa ajili ya masaa 24. Japo wengine walianza asubuhi, habari yetu walianza asubuhi, lakini wengi wetu usiku huu, kwamba tunakesha na Yesu ambaye aliyatoa maisha yake kwa ajili ya sisi kukombolewa. Na tafakari yetu katika masomo yetu ya leo, msingi wake tafakari juu ya sakramenti hii, juu ya fungo hili la Ekaristi Takatifu. Tukiangalia somo la pili, tunamsikia waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto. Anatoa fundisho juu ya sakramenti hii ya Ekaristi, juu ya ile karamu ya Bwana, na anasisitiza kwamba karamu hii yeye alipokea kwa Bwana, sio kitu cha kujitungia, kwamba kitungiwa toka enzi na enzi. Hapana, ni kwamba ibada hii si desturi ya binadamu, si desturi ya binadamu kwamba nijitungie mwenyewe. Hapana, bali ilikuwa ni agizo la Bwana, ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Na hasa agizo hili linatuonyesha hasa katika yale maneno ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyatamka. Na ndio maana Paulo anasisitiza kwamba alipokea kwa Bwana na itaendelea hivyo hivyo mpaka siku ile Kristo atakapokuja tena. Kwa hiyo ule usiku, Paulo anaelezea usiku ambao Kristo alisalitiwa, ile usiku wa huzuni. Anatuonyesha uzito wa dhabihu hii ambayo alifanya Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba yeye kukubali kuwa dhabihu kwa ajili ya sisi kutukomboa. Ilikuwa ni swala zito sana, kwa sababu alitaka mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatimie, basi sisi tulikombolewa kwa yeye kujitoa sadaka. Kwa hiyo amri hii ambayo Paulo anasisitiza kwamba sio fungo la binadamu, kwamba binadamu alitunga ili iweze kuendelea pale. Kristo mwenyewe aliweka na litaendelea mpaka mwisho. Ndio maana katika maadhimisho ya misa takatifu, fungo hili la Kristo linaendelezwa. Kristo bado yuko nasi mpaka mwisho. Kwa hiyo kitendo kile chakula kinawakilishwa ushiriki wetu katika dhabihu hiyo, ile dhabihu ya Kristo, ile fungo la Kristo mwenyewe. Kwa maana Kristo kabla ya kutundikwa msalabani, kitu cha kwanza alifanya ile karamu. Ndio maana misa takatifu au katika altari tunashuhudia, kuna altari, kuna meza, sehemu ambapo sadaka ya Kristo inapotolewa, na kuna uhusiano mkubwa na msalaba ambao uko pale juu. Ule msalaba tunaona pale juu, kwamba Kristo aliadhimisha ile misa ya kwanza kabisa, alafu ndio akaenda pale msalabani, ile karamu ndio akatundikwa msalabani. Kwa hiyo ni fumbo ambalo daima tunapaswa kulelewa kwa mapana yake, kulelewa kwa mapana yake. Na mara nyingi tunaona kwamba padri ananyanyua kikombe ambacho kinaashiria damu ya Kristo, damu ya Kristo ambayo imwagika kwa ajili ya kusamehewa dhambi zetu na kuanzishwa kwa agano jipya kati ya Mungu na wanadamu, kwamba Kristo alipomwaga damu yake ni ili atuunganishe tena na Mwenyezi Mungu, kwamba ile agano sasa, agano jipya, ndipo pale tulipounganishwa tena baada ya kukata ile minyororo ya Ibilisi. Kwa hiyo kutangaza kifo cha Bwana ni kusudi la ibada hii, kutangaza kifo cha Bwana. Ndio maana Paulo anatusisitiza na anawaambia Korinto, anawapa mafundisho ya fungo ile Ekaristi, kwamba wanapaswa siku zote kuendelea nalo na wawezi kudumu nalo katika maisha yao mpaka ule ukamilifu wa dhahari.
Kwa hiyo ukumbusho wenyewe una maana. Ibada ya meza sio tukio la kawaida tu. Tunapaswa kushiriki kwa heshima na kutafakari upendo mkuu wa Mungu. Ile fumbo la Ekaristi tunapaswa daima kushiriki kwa heshima zote, kwa sababu ndiko agano jipya linalowakilishwa. Sisi tumefanywa watu wa agano jipya. Kwa hiyo tunapaswa daima kushiriki kwa heshima na kushiriki kwa hekima matendo yote pale ambayo yanafanyika. Basi tunaalikwa daima tuwe na moyo wa kiibada. Ndio maana inapofika ule muda wa mageuzo, hatupaswi hata mtu mmoja kutoka nje au kukatiza, bali kila mmoja wetu anapaswa kuwa katika hali ya utulivu, kwa ajili ya kutafakari fumbo hilo. Na pale ndipo kila mmoja wetu daima anapaswa kupeleka maombi yake, kupeleka shida zake kimoyomoyo, kwa sababu Kristo anashuka kwa ajili yetu sisi. Kwa tunapaswa daima meza ya Bwana tuishiriki kwa heshima zote. Meza ya Bwana tuishiriki kwa heshima zote. Karamu ya Bwana tushiriki tukiwa katika hali ya kiibada. Na ndio maana katika Injili tunaona Bwana wetu Yesu Kristo, yeye anatambua kwamba mwanadamu kwamba sisi sote katika maisha yetu kwamba tunapaswa kupambana katika hali ya kiroho na pia katika hali ya kimwili, kwamba tunapaswa kusafiri katika hizo hali zote. Na ndio maana alitambua baada ya hao watu wafuasi wake, wanafunzi waliomfuata, baada ya kulishwa neno lake kutoka kwa Mungu, basi wanahisi njaa, wanahisi mwili unahitaji, basi anawalisha. Huu ulikuwa ni muujiza, na hao wanafunzi wake walishangaa kwamba iliwezekanaje hao watu wote hao wakaweza kulishwa kwa ile mikate 5 na samaki wale ambao walikuwa ni wachache. Hii ina maana gani? Kwamba sehemu popote ambapo watu ni wakarimu au watu ni wamoja, hawezi wakatitikiwa. Watu wakiwa wakarimu, watu wakiwa na umoja, hawezi wakatitikiwa, bali wote watashiba, kwa sababu kila ambacho wanacho wanashirikishana. Hebu fikiria kama huyu ambaye alikuwa na samaki, mikate 5 na samaki wangeficha, kuna mtu angeweza kushiriki chochote pale? Ni wazi hakuna. Lakini kwa kutoa basi Kristo aliweza kufanya muujiza, wote wakashiriki. Tunaposali ile sala ya Baba yetu, daima tunamwomba Mwenyezi Mungu ili aweze kutupa mkate wetu wa kila siku. Kwa nini Kristo ananyanyua ile mikate? Kwa ajili ya kumwomba Mungu. Alitambua ukuu wa Mwenyezi Mungu, kwamba yeye ni mwenye nguvu, yeye ni mwenza wa kila kitu. Kwa hiyo anamshukuru Mungu, basi ile mikate inatosheleza kwa roho. Na sisi pia kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia, iwe mavuno ya aina yote ile, daima tunapaswa kuomba nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kushirikisha wengine vile ambavyo ametujalia, ili kila mmoja aweze kuonja upendo wake, ili kila mmoja aweze kushibishwa kwa fadhili zake. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu nasa katika kesha hili, ili tuweze kukaa na Kristo, tuweze kukaa na Kristo ambaye aliyatoa maisha yake kwa ajili yetu sisi, ili tuweze kuchota neema na baraka kutoka kwake, ambapo kila mmoja wetu atapeleka maombi yake, atapeleka kila sala za kila aina na kuwaombea ndugu zake baraka. Kila mmoja wetu, usiku wa leo ni usiku wa baraka kwako, kwamba unakesha kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya kujiombea wewe mwenyewe binafsi na kuwaombea ndugu zako na marafiki zako. Tumsifu Yesu Kristo.